team leader at GLC. GLC stands for Greater Life Concern, and Greater Life Concern is a ministry that rehabilitates adult addicted men living on the streets, those that society will derogatively refer to as chokoras, wanaume wazima ambao wanaishi mabarabarani. Hao ndio tunatoa mabarabarani, tunaleta hapa GLC na tunawasaidia kumjua Mungu na kuwawezesha kuendeleza maisha yao mbele. Mimi niliingia streets nikiwa na miaka 31 years, na hapo nataka kumwambia si kila mtu ukisikia streets kila mtu anaassume ni street kid. Kuna wazee wako kwa streets, na hata hii ministry yetu haishughuliki na watoto. Watoto wako na institutions ambao zinawasaidia, wamama kuna institutions zinawasaidia, lakini ukiwa mwanaume kwa mabarabara katika mashida, it is usually very hard to get help. Kwa hivyo sisi wetu we concentrate only on the street men. Mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wao. Mimi mwenyewe nimekuwa chokora. Mimi mwenyewe nimeokota takataka. Mimi nimebeba gunia ICD. Nimelala baranda za ICD. Na kwa hivyo najua uchungu wa kuwa mwanaume anaishi maisha yake katika mitaa za ICD mabarabarani. Na ni ulevi iliyonifikisha upande huo. A typical day katika maisha ya mtu wa mtaa, how it begins. Because first of all, anakuuliza wewe mwenyewe, wewe ushaipatia chokora mwanaume maji ya kunywa? Pengine hata hujaipatia. Sembuzi kama hezi pata maji ya kunywa, mnafikiriaga wanatoaga wapi hata ile ya kuoga? Hiyo haezi ipata. So mwanaume akiwa pale mabarabarani na katika hayo mashida, tukiamka asubuhi, one of the first things tulikuwa tunafanyaga, mnaamshwa mnafukuzwa kwa varanda 5:30 in the morning. One of the first things mkifukuzwa kwa varanda hiyo 5:30 in the morning ni utingisha ile gunia iko next to you, maana mnalala kwa magunia nyote. Ukishatingisha hii gunia iko next to you, if it moves iko high, kama itasonga haiko high. Haraka mnashikania hiyo gunia, moja anashika upande ya kichwa, moja anashika upande ya miguu, mnapeleka pale kando ya barabara. Pale kuna lami pale, city council itakuja iondoe iende kazikwe kama venye in those unmarked graves inaenda kuzikwa tukaumbwa. Haya, ukiwa wewe mwenyewe haukuwa wale ambao walivaiki hiyo usiku, amka hiyo saa 11:30 asubuhi, unaelekea kwa Karubu. Maana hata shetani hujua kufunganisha watu wakiwa pale nje. At 5:30 mkifukuzwa kwa varanda, 5:45 ndio baa za Karubu zilikuwa zinafunguliwa. Kwa hivyo ukifunga tu virago twako, unaenda in those 15 minutes unaenda kwa Karubu. Ukiwa ulibakisha kitu kutoka jana, ndio kunywa Karubu. Maana first of all Karubu, kumbuka useme ati watu wako na pesa mbona anaenda kunywa. Kumbuka hii ndio takataka kabisa ya pombe. Karubu ni pombe ile. Unajua hata mtu achang'aa akiona mtu wa Karubu anasemaga yule ametupa mbao. Karubu ndio ile takataka ya mwisho. Ukifika mwisho wako, Karubu ndio ile pombe umebakia. Sasa pengine venye tunasemaga na Kikuyu wetu, but it is that bad of a drink. So watu wanaraukia hapo. Mkebe enzi yetu ilikuwa inatokaga shilingi 8. Hata si pombe ambao unaweza uziwa na plastic, hizi plastic cups, huwezi uziwa na kikombe, maana hata hamstahili. Nyinyi ni watu aina fulani, mnauziwa na kasuku zile zilizotupwa, mikebe zile za mafuta, ile 500 gram ya mafuta kisha tupwa na huko, hizo ndio zinakuja kuuzia pombe. Hiyo ilikuwa inatokaga shilingi 8. Chapa hiyo ya shilingi 8, unangoja ifika masaa zako, unaekelea gunia kwa mgongo, unaenda kwa nyumba za waria.
huko Isili, unajua kuna Wasomali wengi, au ndio walikuwa wanatupatia kazi. Unagonga gonga hii mlango, wapata takataka ya shilingi 5, huyo mwingine shilingi 5, huyo mwingine shilingi 10. Ukishajaza hiyo gunia yako, pengine uko na finji hiyo 50 bob umelipwa. Sasa kwanza uende uchengane na City Council huko mitaa za Isili upate mahali ya kudamp ile takataka. Na ukipatikana ukidamp, ukumbuke ukipatikana na kanju ukidamp, utachapwa kichapo ya karibu kukumalizia maisha yako, because hakuna mtu ufunga chokora ni basi, yani unapiga na unaachilia ikikufa ikufe. But ukiweza kufaulu na umedamp ile takataka, wewe na 50 bob zako unarudi kwa Karubu. Kwa Karubu nimekwambia mkebe moja ni shilingi 8, mikebe 3 24 bob zinatosha kukulewesha. Kumbuka hii shilingi 50 ndio pesa ile utaona yote the whole day. So 24 shillings za kulewa. Shilingi 6 kulikuwa na sigara twingine tunaitagwa nini, rocket tulikuwa tukali, unakanyonga maraka 3 kabla kaishe. Utoa shilingi 6 unanunua, tulikuwa tunatoka Sumni unanunua 12. So that is 30 bob. 24 shillings na 6 shillings, hiyo ni 30. Umebakia na shilingi 20. Hiyo ndio ya chakula yako na matumizi yako nyingine yote. So hakuna kiosk utaenda. First of all, vile huko hakuna kiosk kitakukubali, na hata hakuna mahali unaweza enda kula na shilingi 20. So therefore unafanya kugundua njia zingine ambazo unaweza pata chakula, na tukagundua njia zingine. Unaenda na unatafuta huko karatasi zile zilikuwa za green, zile za shilingi 10. Unazikumbuka hizo makaratasi hizo ya plastic, unachukua hiyo karatasi unaenda nayo nyuma ya mamikahawa hizo tu za Somali, unapeana 10 bob na hiyo karatasi. Au kwa hizo hoteli wako na kapipa pale ambao wanamwagia mabakio ya chakula yote. Kama mtu alikuwa anakula samaki, kama mtu alikuwa anakula mboga, mwingine alikuwa anakula ndizi, mwingine alikuwa whatever, kutoka hapo kapipa ndio unajaziwa nini, karatasi yako. Haraka unaenda na karatasi yako pale, unatupa maganda ya ndizi, maganda ya ndimu, whatever inaweza kuwa mbaya hapo, unakula. Hiyo ndio chakula yako, mabakio ya wengine. Ukishamaliza, hata wewe bado unataka kurudisha pesa zako, kwa hivyo bado zile zitabaki naye pia utazipanga kwa shilingi tu package tu shilingi 5 naye ukauzie wale bado wako street, wale hawakupata ile, bado urudishe pesa zako na upate kitu ya Karubu. Lakini hizo ndio chakula tulizokuwa tunakula. So nimekuambia kuhusu chakula, kwambia kuhusu kwa kuishi, kudharauliwa na binadamu. Umedharauliwa, hakuna mtu anakuonaga kama wewe ni binadamu. Pale mnalala, unajua tulikuwa tunalala kwa varanda za watu. Sasa pale mmejibana kwa magunia zenu, mmelala pale kwa varanda. Mlevi ama mtu, kunaweza pata hata mlevi anavuka kutoka ng'ambo ile ya barabara, anakuja kuwakojolea, literally anasimama hapo anawakojolea. Nini chokora, mtafanya nini? Polisi akitaka kutest Nyahunyu anapitia hapo, atatest na nini, mtafanya nini? Ukumbuke katikati yetu machokora wenzetu hapa, maisha, life is cheap in the streets. Mnaweza kosania stories za zile machakula. Mtu usiku waje atafute katikati hizo magunia, acheki pale kwa uso kako. Kumbuka wewe unajua you are thinking about houses. Hapa ni magunia, kwa hivyo ile kitu tu mtu ataangalia ni pale kichwa iko. Watafute kijiwe huko za mijengo, uwekelee kichwa ama kisu udungwe, na asubuhi wenzako akute mwili imekufa, inaondolewa hapo, inawekwa kando. Sio maisha ya binadamu. Huyu mzee
mwanaume anayeishi pale barabarani, that pain ya rejection, hata kutoka kwa watu wa kanisa, because inakuwaga very easy kwa society. Wakiona mtoi chokora wanakimbilia kusaidia, wakiona mama fulani ni mchokora lakini akona mtoto kwa mgongo watakimbilia kusaidia. Lakini mwanaume mwenye mandevu atokee mahali mwanaume mzima na zile mavirago zake na nini, watu huishia. Now tell me, because hata akitokea watu na wanatoka church bado watamtenga, bado watamdharau, ataangalia kina nani mwingine ili huyu mtu aweze kuwaijua Mungu. Watu wa kanisa wamemtenga, serikali yenyewe imemtenga, because ujue wewe ukiwa chokora na ufikisha miaka 18 huko mabarabarani, waanze kukulia huko na kuambia hata kitambulisho hutapata. Wewe hauna fotokopi za document za mama yako na baba yako, wewe hauna mavazi yako yenyewe hawezi kukubalisha kuingia hata pale kwa chief kwenda kutafutana na hiyo document ya ID. So you are stateless and you are godless and you are living in the street. Unachafuka to the point unaanza kuwa na chawa za kichwa, chawa za mwili, chawa zinaanza kujaa nguo. Masiku za kwanza inakuwaga si ngumu sana, maana unakunywa unalewa. Mwezi wa kwanza utalewa, nafikiri chawa hata nazo zinalewa, zinalala. Mwezi wa pili pengine hivyo, but by the time unafikisha mwezi wa tatu na kuambia chawa zimekumbania all over, ati hata ukiwa mlevi namna gani hauwezi lala. Na saa hizo ndio unaona chokora ana sacrifice shilingi 5. Unanunua sabuni kadogo ka shilingi 5, unakatia kutoka Isili, unapitia mtaa Mathare, unatokea hapa chini ya utalii. Na hapo hata saa hii ukaenda upande hii, ukiwa unarudi na upande ya town, upande ile uwaga ni mahali watu wa Mathare wanafulia nguo. Upande hii ya right under the NYS houses, hapo ndio chokora uendaga kuoga. They have a particular spot, na hapo ndio tulikuwa tunaendaga siku hizo Thika Road haijajengwa. Unaenda hapo umebeba mkebe ya mabati na tutaya kwa kwenda kuwasha moto pale. Unaenda unajenga moto ya zile moto za zile jiko za mawe 3, unachota maji na ile mkebe, unatumbukiza zile nguo ulikuwa nazo hapo, unakaa hapo mtoni kuchemsha chawa. Na nikiwa na miaka 34 bado nilikuwa huko mtoni nikichemsha chawa, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu singetokea hapo. But utauliza, sasa tunakaa hapa tunaongea naye, kwani lijiingizaji huko? Mimi story yangu is even a very unlikely story. Singekaa mtu ningeishia hiyo mitaani, singekaa mtu ati maybe one day nitaenda to the streets. But I'm thankful for that experience, because sasa ile kazi nafanya, hii kazi ya kutoa wanaume wazima ambao wanaorandaranda kwa mabarabara na kuwalete hapa na kuwawezesha kumjua Mungu na kuwawezesha kutaka makazi na kuwawezesha kukua binadamu, to transform their lives, singekuwa naifanya. Because what I'm doing is simply what was done to me. Because hapo kwa hizo streets, this same center that I'm running at the time was run by Bishop Absalom Dungo, the founder. Haye ndio alinitoa kwa streets, yeye ndio aliniwezesha kumjua Mungu, yeye ndio aliniwezesha kubadili maisha yangu. Na sasa alipofariki mwaka 2018, nasi tukiwa na marafiki wengine kadhaa tukachukua hii kazi na tukasema tutaiendeleza. I had my first drink
at the end of tukimalizia class 7 at Nairobi SK show, tukimaliza class 7 is when I had my first drink. Previous to that mimi sikuwa nimewahi kunywa. Though nilikuwa naonaga pombe, hata mamangu alikuwa anakunywa, nilikuwa naonaga pombe hata kwa nyumba, but I never drank. Lakini in standard 7 when we were just finishing, niliweza kunywa pombe. Na the effect ya hiyo pombe, when the effect ya hiyo pombe iliyoniwezesha vile iliniwezesha kusikia nimekamilika, ukamilifu ambao sikuwa nimeexperience hapo mbeleni. Basi hiyo, that feeling is what nilikimbizana nayo mpaka ikaniland kwa streets. Let's go back a bit. Mimi nimelelewa na wazazi wanajiweza. In the early years, my first primary school was Consolata Primary. And this is in the 70s. That was my first school. I basically grew up in Consolata in Consolata, and I lived in Westlands. Then 77, my parents moved out of the country, so I went to boarding school in Nairobi Primary up till 1979. My parents walikuja back to the country in 1980, wakaenda kuishi Golf Course. By the time my parents came back at 13 years old, there was a time I just had my first drink, and also when they came back, I had done wonderful in my primary studies, nikanunuliwa pikipiki. So mimi maisha yangu ilikuwa maisha ya kijana ambaye the parents are able. So there was no poverty issues or anything. And growing up, I drank. The thing is, what that alcohol, instead of figuring out my problems, badala ya kufikiria ni vitu gani hizo zinanisumbua na kutafuta usaidizi, mimi nilichoose kukunywa. Because drinking made life bearable. Drinking made life enjoyable. And so I chose drinking. And that is what eventually, through a long series of events, eventually land in the streets. Yeah, my life is a long story. I've even written a book on it. The book's available, and I'll show you how you can get it. But let's say it was alcoholism ambayo ilinifikisha hapo dakika ya mwisho. Yes. Mimi mamangu akinizaa alikuwa na miaka 14. Na mama yangu alinizaa na immediately alinizaa 8th January. Na mama yangu immediately juu alikuwa amemaliza hiyo standard hiyo primary certificate yao ya wakati hiyo, na alikuwa ashapata high school. Alinizaa tarehe 8. By tarehe 15, 16 walikuwa ashaenda shule. Mimi nimelelewa na grandmother yangu. My grandmother was my mother. Grandmother yangu ndio alikuwa anajua huyu ndio mamangu. Na hata mamangu alipoenda shule hakuwa anarudi kijijini sana. Sisi tumelelewa hapa mahali panaitwa Wangige. My grandmother alikuwa mtu hajiwezi. Fact alikuwa na nyumba ya matope. Lakini hakuna mtoto anajuaga ati yako na umaskini. Society is the one that comes to give people those perceptions. But I know, ukiwa mtoto na umependwa, ukiwa mtoto unajihisi kuwa pale uko unapendwa, you thrive. And I was a happy kid. Around the age of maybe 6 going to 7, when I heard my mother was getting nduta, I didn't know she was my mother. I thought at most maybe sister yangu ama kitu kani. But nilisikia kwa kwamba ataolewa na kukaa na harusi, na hata mimi niko na picha nyumbani kwangu nikiwa nimeenda hiyo harusi. After the wedding they went away, they came back, na walipokuja kijijini ndio niliambiwa huyu ni mama yako na utaenda kuishi naye. Let me go back a bit. My mother aliponizaa, si alienda to high school. After high school akapata kazi, akaingia East African Airways,
akakuwa an air hostess, stay in the airline industry kiasi kidogo, akaolewa na wakapata huyo Captain Abubakar Kilanga, na huyo ndio alimuoa. When they got married, then they came. And that is the same day I was told this is your mother, is the same day pia niliambiwa unaenda kuishi naye. Well, take a 6 going to 7-year-old child na umbadilishie yule mzazi ambaye anajua ni mzazi wake. Somewhere kuna venye utaumiza mtoto, but I know for me, life yangu ilianza kuharibikia hapo, because kumbuka pale tunaishi, nilitoka hapa Geshagi tukaenda Westlands direct. The neighborhood ilikuwa ya wazungu, the neighbors walikuwa wazungu. Mimi nimetoka, I don't even know one word of English, hata kusema halo sijui. Mzungu uliona wapi? Huko Geshagi tulikuwa tuko rangi moja, si wote. Hakuna mzungu nimeiona maishani. Kidogo unaangaliaga watoto wengine wazungu, you cannot go out to play. You know you would like to, but you know your limitations. So wewe unakaa kwa nyumba. Hate for my mother started there, because I started hating this woman who brought me here. 2, the next week nikashipiwa off to Consolata, nikapelekwa to Consolata, is what is a neighborhood. Wale watoto wazungu nyumbani utawahepa, wale watoto wako shule utawahepa namna gani? So soon ni kuzungukaga hiyo shule, tuko watu wengi, hata kuona Waafrika ilikuwa Afrika, watoto wa Afrika walikuwa wachache sana wenzio. And you don't know English, haujui wanaongea nini, you can't communicate with anyone, you just go to class, look at the teachers, and inside me I began to grow resentment against this woman ambaye alikuwa amenileta hapa. As this is happening, ukumbuke mtoi, watoi they are usually very cruel. Watu wengine hapo zibaro na kuenjoy, si wanaona hii jamaa hata ongeagi ama nini, ndio the one to make fun of na vitu kama hizo. So every time unapata watoto wakicheka hapo kukuhusu, anger. I was a very angry child until one day niligonga katoto kamoja kamzungu, nikaona kameanguka na kametoroka, na nikajua hapa kuna suluhisho. Na from then on nikaanza kuingiza violence into my life, because nikaanza kujua kumbe kuna njia. Alamu kishindwa kuongea sunaweka mtu ngumi. Violence started around those sets. Let's go to the home situation. Hapa mimi nimetoka Geshagi. Geshagi wajua tu ni story za ile inayokuwa mbele yako, mnamangana mkono, at one time or the other maybe a spoon, but hapa umekuja udosini. You're not yet good enough material hata kuwekwa pale mbele ya bwana huyu, bwana mpya. So wewe ni ukae pale jikoni na mpishi na maid, funzwe nini, unajidharau, mbona umeletwa huku, hata kama bado utakuliaga huku jikoni na wafanyikazi na siara pale unapelekwa. Kulikuwa na vitu vingi za kujidharau, but I had also no identity. Religious identity unapata wapi? My mother was not a practicing anything. My stepfather, his full name ni Abubakar Kilanga, alikuwa Muislamu. One of the first things mi kutoka Ocha ni kuja na kupelekwa mpisha kutaivi. The next thing wakaenda Consolata na kukaa kwa kwamba huyu mtoto wa Muislamu, kwa hivyo yeye hatakuwa na attend CRE wala hatakuwa na attend Friday Mass. Kumbuka this is a Catholic school. Consolata has Friday Mass as well as CRE. You can't attend. By then my mother had named me Solomon.
And you cannot attend CRE, you cannot go to Catholic, to Friday Mass, because you are supposedly Muslim. A religion you know nothing about. The thoughts that were in me and the confusion that was introduced into my life juu ya kuhamishwa kutoka kijijini, kutoka Gishagi mpaka kuja Nairobi, I think zilikuwa overwhelming. Lakini sana sana ile kitu nilikuwa najihisi, I felt totally unworthy. I had no self esteem, na hata nilipoanza kujua kizungu kidogo, I felt unworthy about myself. In 77, wakati walipo, by the time we got to my standard 4 now, and then I moved from Consolata, I think standard 4, and went to standard 5 in Nairobi primary. Sasa by then nishajua kuji-express, nishapata confidence. But remember, my mind still had all of these things. So at the end of standard 7, wakati tulienda kujua, all those feelings of unworthiness na vitu kama hizo, I have told you, I hated the taste of my first beer. Pombe ya kwanza nilikunywa hivi nilisikia naweza itema. But how it happened is, tulikuwa ka group kama rafiki, singeitema. Small young guys like me, peer pressure, singekatema. But when the effect came, and hata siya chupa tatu kwa maini, when the effect came, for the first time in my life, I felt I could do anything. I was invincible. For the first time, I felt self-worth. For the first time, I felt a high sense of self-esteem. I was something. I had lacked that all that time. So that's what alcohol did for me. People may all look at, and I will tell people who look at alcoholics and they ask themselves, kwani haoni vile inamfanya? Kwani haoni what it is doing to him? The alcoholic is not looking at what it is doing to him. They are looking at it, what it is doing for them. That lift, that kusahau, that helping you cope, it is a coping mechanism. One of the challenges of the street is, even when you are there, trying to get out seems almost impossible. I will tell you, I at one point in life got so fed up of the street. I was tired of the death I was seeing. Mimi nilikuwa nishaona wengi wamekufa. Nimechoka na hii uchafu. Nimechoka na haya maisha. Maisha unaishi hata umbwa ya mwenyewe ni afadhali. Kuna mtu wa kuiletea mifupa. Maisha yangu haikuwa maisha. Na mimi nilipokuwa naangalia hivyo, siku moja nikaamua. I had been in the streets maybe now two years and something. Niliamua, since siwezi fit kwa society, na nilikuwa nishaona wazee wengi tulikuwa nao hapo wamekufa, wamebebwa na magunia zao, na maisha yangu sikuwa nataka ishe hivyo. Niliamua nitaenda kwa babangu nijue. Why? Sikuwa na uamuzi niende home nijaribu kufit back in, because after all, hata sikuwa nimeenda home for more than 10 years. How would I have gone to fit back in? But I did not also want to die, to just for my life to end on the streets like that. And one day, jamaa moja niliokotea takataka kanipatia nguo za kuvaa. Nikaenda mtoni, nikaoga, nikavaa hizi nguo nimepewa, na nikatembea. At that time, I had not been home for 10 years. My father was at the time living, the last known address nilikuwa najua ya babangu ilikuwa in Kilimani. Alikuwa na nyumba pale George Pad Moruda. And sure enough, huko ndio nilielekea. And I went still at the same place. Nikaambia watchman ingia, nikauliza watchman kama brother yangu yuko. I have a smaller brother called Musa. I asked for him. Watchman akaniambia yuko, na akaenda kumuita. And he came out. This had been 10 years sijaenda nyumbani. Kijana nilimwacha na miaka 9.
A huge guy comes out, he is now 19 years old, anatoka nje. Okay, for a short time we had a little difficulty recognition, but after a short while tukabond, we are brothers, tukaanza kuongea. Now tulipoenda kupiga raundi, ukumbuke kwetu tuko watu watatu. Mimi ndio mkubwa, there is my sister, and then there is my kid brother. My kid brother huyo ndio nimeenda kuona, nikakuta my father is a pilot. I found that my kid brother now has also done his private pilot's license. Now in 2 months or so ataenda Stato akafanya his commercial pilot's license. That is my kid brother. Nikakuta my kid sister, the one in between us. Long time, she finished her education in Kenya, went to the Art Institute of Fort Lauderdale, did another degree there, married, lives in Illinois, Chicago, and she has a child. I am the firstborn. Naishi barabarani kama chokora. Hebu nikuulize, in which conceivable universe do you think mtu kama mimi naweza pewa nafasi nikawai ever ongea mbele ya watu wetu? Mbele ya watu wetu, hata wakiwa wadogo wako. Hawezi. So nikapeleka brother wangu hivi na story kwa kwamba nilikuwa na hardships kidogo. Uongo vile naishi kageto fulani hapo, lakini hapo kageto kuna mapanya nini, na nikamzungusha mpaka tukaenda pale Adams Arcade tukanunua red cat sachet in. Nikamwambia nikifika nyumbani hizo ndio naenda kuua wadudu kwangu nazo, hizo panya kwangu. Tulipokaribia na nyumbani, nilimtuma kitu nyumbani, and I took, nikaomba maji mahali, nikakoroga sachetine za red cat, na ndugu yangu aliporudi nikakunywa na nikamtupia zile makaratasi. I expected to die. I expected to just collapse and die after kukunywa hiyo 4 sachets za red cat. Sikufa. The people who saved me from that attempted suicide, tena walikuwa marafiki zangu. Moja alikuwa daktari, moja alikuwa wakili. So here's the thing, by the time I was saved from that, I came face to face with reality. My siblings wamesonga, hiyo ni brother na sister wamesonga. Hawa ni marafiki, the guys we were in school with, moja ni daktari, mwingine ni wakili, mimi ni chokora. How can you see any future in your life after that? And so I went back to the streets, and that is the time I lost all hope kabisa. The year 2000 ilinikuta mabarabarani. I am born very early in the year. On January 8th, the year 2000, I turned 34. I was living in the streets. Nilikuwa chokora, nikiliwa na chawa pale, nikilala kagunia, nikiwa bado naokota takataka kwa watu, nikiwa bado baada ya miezi 3 hivi ndaenda kuchemsha chawa kwa mto, na nikiwa sina matumaini kabisa, maana hata ile daraja moja niliyokuwa nayo ambayo ningeweza kuvuka kurudi na kwetu ya ndugu yangu nilikuwa nimekanyaga nyumbani na nimeichoma. And that was where my life was coming to an end. And at that time, zaidi ya hivyo, I was such a failure that even suicide I had failed. Sasa utavaa nini nyingine na maisha yako? At that point in time, I gave up, na nikasema hata hizo wakati nilikuwa naenda kuokota takataka, sitaokota tena. Na nikaacha kuokotaga hiyo takataka, nikawa sasa nalala pale kwa varanda, naenda kwa Karubu mchana, ukinunulia Karubu nitakunywa, ukinipa chakula nitakula, usiponipa. Nilikuwa na ngoja kifo. I had no hope. I was waiting for death. Nilikuwa nimeattempt suicide, so I could not try again suicide. Lakini nafikiria saa zingine, when I look back in retrospect, Mungu alikuwa anahitaji nifikishe mahali hapo.
where my arrogant little self was so broken that if ningeweza pia kutoka hapo, singewahi kusema ati ni nguvu zangu ama ni rafiki yangu ama ni mtu fulani ninayejua ambaye alinitoa hapo. Kutoka hapo ilikuwa inahitaji mkono ya Mungu tu, juu hakuna mwingine angenitoa hapo. When I drank the red cat, si mimi nimekuja 4 sachets nime-expect. Nilikuwa nimewahi kuona jamaa kwa streets. Jamaa alikunywa 2 sachets, alikuwa amechoshwa na maisha, akakunywa 2 sachets badala ya kunywa karobo, akakunywa 2 sachets. In the morning alikuwa amekufa. So me, I knew 4 I will die instantly. But here is the thing. I drank and nothing happened. Brother wangu akakimbia nyumbani, akakuja na mpisho, akakuja pamoja na jagi ya maziwa, tukaanza kung'ang'ana hapo. Hiyo jagi kavunjika, nimekataa. Tukaanza sasa kugombana hapo. Ni ujinga gani unafanya nini? Mimi ndani yangu naanza kushangaa. I am waiting for death. I am expecting to collapse any time. Hakuna kitu inanifanya hii kitu. So katikati ya hiyo kujibizana na nini hapo hivyo, brother wangu akanitupia mikono na akaniambia nisiwahi hata kanyaga huko kwao tena, na akaondoka. Na mimi pia nikaondoka, nikaanza kukimbia. Nilienda mpaka Adams Arcade. Pale roundabout, pale Adams Arcade kitambo kulikuwa na roundabout hapo. Because kwetu nina hapa George Padmore Road, tunapitia hapo Kindaruma Road, Ngong Road, tukaenda pale Adams Arcade. Na niliangukia hapo. And I collapsed on top of that roundabout and blacked out. The next morning, very early, I remember it was some sort of holiday, because it was the 19th of October. There's a holiday on 20th. Itakuwaga 20th October, I think. Asubuhi na mapema niliamkia hapo, nikiwa nimejichafua, nimejitapikia, niko na uchungu, lakini sijakufa. Lakini ile uchungu nilikuwa nayo ilikuwa enough kujua siwezi vumilia hii uchungu. Na pale niko, kuna enzi za kitambo tangu tukue shule, kuna jamaa tunajuana nao walikuwa naishi pale Woodley. Unajua zile nyumba za Woodley, watu waachia watoto wao hivyo hivyo. So there's a family ilikuwa inaishi pale Woodley. Imeishi hapo kwa muda mrefu sana, tangu tuwe hapa ilikuwa na juaga kina Joshua bado ishi hapo. And so when I came to, nikajua lazima nitafute usaidizi. So I half walked, I half crawled kutoka hapo Adams Arcade roundabout. So naingilia kwa kanjia ya Indwiners Chapel, na hapo na kwenda kwa kina Joshua. Hata ilikuwa mapema sana, hiyo saa 12 asubuhi haijafika. Watchman anakuangalia na kuambia toka. Nikamwambia please, ingia ndani. Rafiki yangu na namshukuru kabisa mpaka wa leo, alikuwa anaitwa Joshua Odera. Nikamwambia, ambia Joshua Solomon Kilanga is here, anataka kumuona. Akikataa hiyo, akikwambia juu hiyo ni nani, basi kuja unifukuze. Maanake hata Joshua sikuwa tumeonana naye kwa zaidi hata hiyo miaka 10. Joshua mtu tulikuwa shule naye kitambo, aliposikia jina akaja kwa nini akanisikiza, and then I blacked out. Wakanipeleka huko kwa servants quarter yake, na hapo ndio aliniitia jamaa mwingine tuliokuwa bado shule naye kitambo, ambaye ni daktari, na hao ndio walinishughulikia bila hata kunipeleka hospitali for about 3 weeks. Sasa baada ya hapo, si ndio tena unaanza kuulizwa, sasa unaanza kuangalia, huyu moja ni wakili, huyu moja ni daktari, wale ni brother na sister yako, moja yuko kazini mahali alimaliza university, mwingine ni pilot, wewe ni nini?
wewe ni chokora tu. Na katika hiyo hali ndivyo nilirudi street.